Askofu mkuu wa jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam, Mhashamu Jude Thaddeus Ruwa'ichi amewatahadharisha walezi na wazazi kuwapuuza vijana wanaojigamba kuwa ni Wakristo huku wakikashifu kanisa, akieleza kuwa imani ya watu hao ni feki na haina mizizi. Kauli hiyo ameitoa hivi karibuni katika parokia ya Mtakatifu Gaspar Mbezi Beach wakati wa adhimisho la misa takatifu ya shukurani kwa ajili ya walezi wa shirika la Kipapa la Utoto Mtakatifu Jimbo. Kwa mujibu wa gazeti Tumaini Letu, Askofu Ruwa'ichi amebainisha kuwa chimbuko la vijana hao kukashifu imani yao ni ukosefu wa misingi imara ya malezi tangu utotoni. Na nukuu, zama hizi za sasa wanajitokeza vijana na kujigamba wao ni Wakristo, lakini wamekuwa wakiuchimbia mwili na Ukristo wenyewe. Japo kama ni kweli, kwa nini wanauchimbia mwili na Ukristo? Na hao Ukristo wao ni feki na hauna mizizi wala kina, alisema Askofu Mkuu Ruwa'ichi. Askofu mkuu amesisitiza kuwa malezi yaliyotengamaa yanahitaji uwepo wa wazazi wote wawili, mama na baba, kwani uwepo wa mzazi mmoja pekee unaweza kusababisha ulemavu wa kiroho katika ukuaji wa mtoto. Aidha, amewakumbusha walezi kuzingatia tofauti za kisaikolojia kati ya watoto wa kiume na wa kike tangu wakiwa wadogo. Askofu Mkuu Ruwa'ichi alisema kwamba malezi yaliyotengamaa yanamhitaji mama na baba kwa sababu uwepo wa watu hao huleta hali nzuri ya kutengamaa, na kuwepo kwa mzazi mmoja kuna hatari kubwa ya kulemaa kwa familia. Kwa mujibu wa Askofu Mkuu Ruwa'ichi, wanadamu wamejaliwa tunu mbalimbali ambazo nyingine huitwa fadhila, japokuwa kuna maelekezo mengine yanaweza yakaitwa ni uovu au ulemavu. Aliendelea kusema kwamba kuna baadhi ya tunu zinaweza kusifiwa kama ni fadhila ambazo ni upendo, urafiki, utu, wema na huruma, japokuwa huwa haziji zenyewe, bali ni kwa sababu ya malezi bora. Askofu huyo aliwasisitiza walezi wafahamu kuwa mtoto asipolelewa wala kurithishwa tunu zisizo bora anakuwa mlemavu, japo sio wa viungo bali wa roho, na anaweza kuumiza zaidi kuliko hata yule wa viungo. Hii ni VOT Media. Sisi tumechangamka.